katika mafunzo na mazoezi yanayoendana na matishio ya kisasa na matumizi ya teknolojia mpya. Nisisitize pia kwamba sambamba na kuwekeza katika mafunzo na mazoezi ya kijeshi, ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ni muhimu katika kudhibiti matishio ya kiusalama ikiwemo yale ya kiugaidi. Umemsikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Nilikuwa namsikia vizuri kabisa. Amezungumza kwamba jeshi lisitumike kwenye upande wa siasa, masuala ya kisiasa, lakini tu iangalie wajibu wake ni upi hasa, na amefafanua vizuri kwamba jeshi ama maaskari kazi yao kubwa ni kulinda raia pamoja na mali zao, kwa maana ya kwamba kuhakikisha wananchi wanakuwa katika hali ya usalama bila bughudha na wasiwe wanatumika sana kwenye masuala ya kisiasa. Na uzuri zaidi ameweza kuweka bayana kabisa kwamba haijalishi ni chama gani cha siasa ambacho kitajihusisha na masuala mazima ya kiusalama, ikiwemo Chadema amezungumzia chama cha CCM, lakini pia na vyama vingine ambavyo ni vya siasa. Utakumbuka kwenye ile Oktoba 29 ile. Ndio. Ile vurugu, tuseme maandamano tusiite hivyo, jeshi lilikuwa linashangiliwa. Niliona kwamba watu wanashangilia kwa sababu jeshi. Yaani kwamba sasa ile inamaanisha nini? Unajua kila mmoja na uelewa wake ama na kiwango chake cha kuelewa. Pengine labda kutokana na kuna mambo kadha kadha ambayo yalikuwa yamepita, kila mmoja akisema kwamba jeshi sijui litakuwa upande wa wananchi, kwa maana ya kwamba litakuwa likiwa support wananchi. Kuna taarifa nyingine zilikuwa zinatoka kwamba jeshi linaungana na wananchi na nini, kwa maana ndio maana huenda hata wananchi pia ama wale ambao walikuwa kwenye zile gasi yale maandamano, baada ya kuona jeshi sasa limefika, wakawa wanashangilia kuona kwamba wamepata msaada. Kwamba kwa maana hiyo kwamba watu wana imani na jeshi. Wana imani kubwa na jeshi. Au tuseme wana imani kubwa na jeshi la wananchi. Maana majeshi hapo mengi ujue. Tukisema jeshi kama jeshi yako mengi. Jeshi la wananchi. Jeshi la wananchi. Na hilo ndilo ambalo lilikuwa ikishangiliwa zaidi. Lakini mama hapa akasema kwamba jeshi liwekeze katika mafunzo na mazoezi yanayoendana na matishio ya kisasa yakiwemo ya ugaidi. Ukiangalia nchi nyingi sana hususan za Kiafrika kuna matishio sana kigaidi. Unaona hata majirani zetu, nchi za jirani Sudan sio wapi kwa ugaidi upo sana. Japokuwa sisi kwa nchi yetu bado matukio kama hayo tunamshukuru Mungu ukiacha ile ya Oktoba 11 ya ubalozi wa Marekani, lakini vinginevyo tuko salama sana upande wa gaidi. Lakini tahadhari ni muhimu sana mama, kwamba wakiwa tayari kupambana na matukio kama hayo. Unakuwa uko tayari kwa maana ya kwamba muda wowote linapotokea basi unajua ni namna gani ya kujitoa kwenye hilo swala. Usisubirie mpaka likufike ndio ujue sasa namna gani sasa tunafanyaje. Mnaanza na moja operation kama hamna uzoefu nazo, lakini ukiwa na mafunzo tayari, mkiwa attention mnikaa, basi inakuwa ni salama zaidi.